Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha maisha ya watakatifu. Ikiwa leo tarehe 15 ya mwezi Juni, tunasikiliza na kutafakari juu ya maisha ya Mtakatifu Germana Bikira. Germana alizaliwa mnamo mwaka 1579 katika kijiji cha Pibraki karibu na Toulouse, kusini mwa Ufaransa. Germana alizaliwa mkono wake wa kuume ukiwa umelemaa. Pia tangu utoto wake aliandamwa na maradhi mengi. Viungo vyake vilikuwa vinavimba. Mama yake alifariki dunia yeye angali bado mtoto mdogo. Baba yake akaoa mwanamke mwingine. Mama yake wa kambo alimtendea kwa ukatili, akamchukia sana Germana. Mara kwa mara alimtendea vibaya msichana huyu maskini, akimwamuru alale katika nyumba ya kondoo. Akiwa na umri wa miaka 9, alimtuma machungani porini yeye peke yake, kusudi asimuone machoni pake. Germana aliporudi kutoka machungani, hakukaribishwa kula mezani pamoja na watoto wengine, bali alifukuzwa ili aende mbali pembeni kula peke yake na kulala katika zizi la kondoo au chini ya ngazi za nyumba. Germana alikuwa mtoto mvumilivu ajabu, kiasi kwamba aliyavumilia mateso yake kimya bila kulalamika. Akakubali kupata mateso yote kwa ajili ya Yesu Kristo. Kutokana na unyenyekevu na uvumilivu wake kwa kila teso na manyanyaso, Mungu alimpa Germana hisia ya kutambua uwepo wa Mungu pamoja naye na upendo wa kina kwa Ekaristi Takatifu na kwa Bikira Maria. Germana alikuwa anashiriki ibada ya misa takatifu kila siku. Alipotaka kwenda kanisani, aliisimika fimbo yake nyuma ya kundi lake la kondoo. Baada ya misa, aliwakuta kondoo wote wakiwa pale pale. Ingawa Germana alikuwa maskini, lakini kila mara aliwashirikisha watoto maskini chakula chake. Inasemekana kwamba siku moja mama yake yule mkatili alimwona Germana amechukua kipande cha mkate amekificha ndani ya nguo yake. Alidhani amekiiba. Alimfuata kwa kasi na fimbo mkononi, akamwambia kwa ukali na kitisho afungue nguo yake aone kuna nini. Germana alifungua nguo yake na mara yakaonekana mawaridi badala ya mkate. Tokea siku hiyo mama yake wa kambo akaanza kumheshimu Germana. Germana alizoea kukusanya watoto wa kijijini kwake na kuwafundisha kumpenda Yesu na Maria. Ili kulipia fidia ya kufuru zote walizofanya wazushi katika miji ya jirani, Germana alifunga na kujitesa kwa ajili yao. Watu taratibu walianza kugundua utakatifu wake mwishoni mwa maisha yake. Hata hivyo, kwa ajili ya utakatifu na unyenyekevu wake, Germana alizidi kujitenga mbali na watu. Germana alikutwa amefariki chini ya ngazi nyumbani mnamo mwaka 1601. Alikuwa na umri wa miaka 22. Miaka 50 baada ya kufa kwake, waligundua mwili wake ukiwa bado haujaoza na miujiza mingi ilitendeka kwenye kaburi lake. Papa Pio wa 9 alimtangaza kuwa mtakatifu mnamo tarehe 29 ya mwezi Juni mwaka 1867. Kila mwaka watu wanafanya hija tarehe 15 ya mwezi wa 6 katika kanisa lililoko Pibraki, mahali ambapo mwili wake umezikwa. Itukuzwe damu ya Kristo! Milele amina. Tafakari fupi inayotokana na maisha ya Mtakatifu Germana Bikira.
Kama tunataka kujifunza kumpenda Mungu, tunapaswa kila mara kuogelea kinyume na mkondo wa maji na tusiache kuzuia utashi wetu. Kadiri farasi anavyokuwa mkorofi, kadiri hiyo hiyo unakaza lijabu na hatamu. Rejea ya mwenye heri Ana Taigi. Watakatifu wengine tarehe 15 ya mwezi wa 6: Watakatifu Crescencia, Vitus na Modestus. Watakatifu Serdo, askofu; Orisius, mtawa wa Misri; Gaius, Jovianus na Philippus, wafiadini wa Moroko. Watakatifu Timotheus na mke wake Mora, wafiadini wa Ethiopia. Mtakatifu Germana Bikira, utuombee.